Sasa twende kwenye neno la Bwana. Wakati huu twende kwenye neno la Bwana. Ujumbe ambao nimepewa leo unatoka katika Yohana sura ile ya 4 mstari wa 19 mpaka 26. Yohana 4:19 mpaka 26, mafundisho ya Bwana kwa habari ya somo la ibada, na ujumbe una kichwa kinasema ibada na waabuduo halisi. Ibada na waabuduo halisi. Hiyo ina maana kwamba ibada halisi na waabuduo halisi. Ibada na waabuduo halisi. Kwa hiyo tunaangalia ibada halisi na waabuduo halisi. Haya maneno naomba kila mmoja afungue katika Yohana hiyo sura ya 4 mstari wa 19 mpaka 26. Nitazungumza habari za ibada na waabuduo halisi. Umefika hapo? Naomba ufike hapo. Yohana sura ya 4 mstari wa 19 mpaka 26. Kama umefika nione, usimame. Kama umefika hapo simama. Tutasoma tukiwa tumesimama. Tutasoma tukiwa tumesimama. Biblia inasema, yule mwanamke akamwambia, Bwana, naona ya kuwa unabii. Baba zetu waliabudu katika mlima huu, nanyi husema ya kwamba huko Yerusalemu ni mahali patupasapo kuabudia. Yesu akamwambia, mama, unisadiki. Saa inakuja ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima huu wala kule Yerusalemu. Ninyi mnaabudu msichokijua, sisi tunaabudu tukijuacho, kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Lakini saa inakuja, nayo sasa ipo, ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Kwa maana Baba watafuta watu kama hao wamwabudu. Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Yule mwanamke akamwambia, najua ya kuwa yuaja Masihi aitwaye Kristo, naye atakapokuja yeye atatufunulia mambo yote. Yesu akamwambia, mimi ninayesema nawe ndiye. Tuombe. Bwana mwenye nguvu na uweza, uketie mahali pa juu, asante kwa uaminifu wako mkuu na baraka zako za ajabu. Wewe ni Mungu wa wote wenye mwili. Tumesimama mbele zako katika ishara ya kuonyesha heshima kwako. Wewe pekee uliye Mungu mweza wa yote. Nashukuru kwa ajili ya neno hili ambalo Bwana, katika mazungumzo yale na yule mwanamke Msamaria, umefunua kweli ambayo tunahitaji kuifahamu katika kizazi hiki, waabuduo halisi na ibada halisi. Naomba sasa utujalie kuelewa neno hili na likae katika maisha yetu. Mioyo yetu iweze kubadilika, tupate kufanyika kuwa waabuduo halisi. Tutoke katika ukawaida na mazoea ya kibinadamu ambayo hayatokani na wewe. Bwana, ninakusihi katika jina la Yesu, Roho Mtakatifu ukasimame, ukaniongoze na mimi, nami niweze kupokea ninavyonena. Hili neno likapate nafasi ndani yangu na nafasi ndani ya wote wanaosikiliza. Bwana, na kuomba utufanye kuwa waabuduo halisi na tufanye ibada halisi mbele zako. Bwana, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, tumeomba kwa imani, na wote tuseme amen. Amen. Basi unaweza ukaketi. Maneno haya ni sehemu ya mazungumzo
ya Yesu Kristo pamoja na yule mwanamke Msamaria. Biblia inasema katika safari zake za kihuduma, Yesu akiwa hapa duniani, Biblia inasema kuna siku alikuwa anaelekea Yeriko, na Biblia inasema alikuwa hana budi kupita katikati ya Samaria. Kwa hiyo nianzie tu mstari ule wa kwanza. Anasema, kwa hiyo Bwana alipofahamu ya kuwa Mafarisayo wamesikia ya kwamba Yesu anafanya wanafunzi wengi kuliko Yohana na kuwabatiza, lakini Yesu mwenyewe hakubatiza bali wanafunzi wake, aliacha Uyahudi akaenda zake mpaka Galilaya. Naye alikuwa hana budi kupita katikati ya Samaria. Akafika kunako mji wa Samaria uitwao Sikari, karibu na lile shamba ambalo Yakobo alimpa Yusufu mwanawe. Na hapo palikuwa na kisima cha Yakobo. Basi Yesu, kwa sababu amechoka kwa safari yake, akaketi vivi hivi kisimani, nayo ilikuwa yapata saa 6. Akaja mwanamke Msamaria kuteka maji. Yesu akamwambia, nipe maji ninywe. Kwa hiyo haya mambo yanatokea kwenye mji unaitwa Sikari, pale katika eneo ukanda wa Samaria. Na Yesu alikuwa anaelekea zake Galilaya, akapita katikati ya Samaria, na kulikuwa na kusudi maalum kwamba apite hapo na aweze kufika pale kwenye eneo ambalo kulikuwa na kisima cha Yakobo. Huyu mama amekuja zake kuchota maji, kuteka maji. Hakujua kama atakutana na Mwokozi siku hiyo. Na Yesu akakaa pale, akaanza mazungumzo na yeye. Mazungumzo alionekana mwanzoni ya kawaida sana tu. Anasema tu, nipe maji ninywe, nipe maji ya kunywa ninywe. Yule mama akaanza kushangaa. Kwanza alikuwa hayuko tayari, kwa sababu kwanza alishangaa, Myahudi ananiomba mimi Msamaria maji ya kunywa, imekuwaje? Akamuuliza, imekuwaje leo unataka maji kutoka kwa Msamaria? Kwa sababu wakati ule kulikuwa na uhusiano ambao sio mzuri kati ya Wasamaria na Wayahudi. Na yeye alijua huyu ni Myahudi wa kawaida, maana hata alivyovaa tu alikuwa amekaa Kiyahudi tu hivyo. Lakini kumbe ni Kristo Mwokozi wa ulimwengu. Kwa hiyo alipoanza kuzungumza naye mazungumzo ya kawaida, nipe maji ninywe, mstari unafuata mwanamke alivyobisha pale anauliza, Yesu akamwambia, Yesu alikuwa anasogea hatua moja baada ya nyingine, kama ungalijua karama ya Mungu au zawadi ya Mungu. Kwa lugha rahisi anamwambia, kama ungejua neema ya wokovu ambayo imefunuliwa kwa ajili ya watu wote, na huyu anayezungumza nawe ungemjua, ungelimuomba yeye ndo akupe maji unywe wewe. Sasa yule mama akaona, mbona huyu amegeuka tena? Alikuwa ananiomba maji, sasa hivi anasema ungekuwa unajua. Mstari ule wa 10, kama ungalijua karama ya Mungu, naye ni nani akuambiaye nipe maji ninywe, huyo ungalimomba yeye, naye angalikupa maji yaliyo hai. Angalikupa maji yaliyo hai. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa hapo mazungumzo yakabadilika kabisa, kutoka kwenye yeye kutoka kupewa maji, na sasa yeye ndio yuko tayari kutoa maji yaliyo hai, ambayo sio maji ya kawaida, sio yale ya kuteka kwenye kisima. Na kwenye maandiko ukifuatilia utagundua ya kwamba katika mtiririko wa masuala haya ya imani, maji yametumika pia kufanania Roho Mtakatifu. Kwa hiyo anasema angalikupa maji yaliyo hai, na mtu hawezi kupewa Roho Mtakatifu kama hajampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Kwa hiyo yule mama, Yesu alikuwa kimsingi anamwambia, ungejua ungesema niokoe, alafu nijaze Roho Mtakatifu, ni kiu yangu ya mambo ya dhambi na uharibifu uliopo katika ulimwengu, hii kiu iondoke kabisa, niwe na uzima wa milele. Ndivyo Yesu alivyoamua kumshuhudia. Kuna namna nyingi za kuanza kushuhudia watu habari za Yesu. Sasa yeye yule mama akauliza swali lingine. Akasema, wewe unajua kwamba hiki kisima kwanza ni kirefu, huna kitu cha kutekea maji ulivyokaa hapo,
Utaratibu wa kuteka maji anaujua, maana yeye alikuja na kitu cha kuteka maji. Yesu huna kitu cha kuteka maji kwenye kisima hichi. Alafu kisima ni kirefu. Umeyapata wapi hayo maji yaliyo hai? Umeyapata wapi hayo maji yaliyo hai? Sasa hapo utaelewa, kuna anayezungumza lugha ya kiroho, kuna anayezungumza lugha ya duniani. Yesu anazungumzia lugha ya kiroho. Yule mama anazungumzia lugha ya kawaida. Huyu anasema maji umeyapata wapi? Wewe huna chombo cha kutekea. Yesu anazungumzia maji ambayo sio ya kuteka kwa kutumia chombo cha kuteka maji. Anazungumzia lugha ya kwamba katika ufalme wa Mungu mwanadamu anaweza akaja, ile kiu kwa ajili ya Mungu inapata utoshelevu kwa Yesu pekee na sio kwa mwingine awaye yote. Jina la Bwana libarikiwe. Ye akasema, je, wewe mkubwa kuliko baba yetu Yakobo aliyetupa kisima hiki? Alafu akanywa maji yake na wanawe pia na wanyama wake. Yesu akamwambia, akasogea hatua moja mbele zaidi, kila anywaye hayo maji unayoona wewe ataona kiu tena, lakini atakaye kunywa maji nitakayompa mimi hataona kiu kamwe. Bado lugha zimetofautiana. Huyu anazungumza lugha ya kiroho ya mbinguni, huyu anazungumza lugha ya duniani. Yesu alitaka huyu mama afike mahali ile kiu ambayo paka alipo huyu mama kimsingi ana wanaume watano. Anasema ngoja tutasoma huku mbeleni. Kwa hiyo maisha yake yenyewe ilikuwa ya mahangaiko mengi sana. Yesu alitaka afike mahali apate utoshelevu wa kweli ambao hautokani na kitu kilichotengenezwa, vitu vinavyoshikika. Utoshelevu wa kweli unapatikana ndani ya Yesu Kristo ukimpa nafasi akae kwenye maisha yako. Jina la Bwana libarikiwe. Yeye atakayekunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele, bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemchemi ya maji yakibubujikia uzima wa milele. Yule mama akamwambia, basi unipe hayo maji ninywe, ili nisiwe na kiu tena wala nisije kuchota hapa tena. Bado anazungumza lugha ya kibinadamu, lakini angalau anakaribia. Alifikiri kwamba akipewa maji hata chota tena, amechoka kuchota maji. Kulikuwa hawajaunganishiwa maji ya DUWASA kama sisi ulivyounganishiwa maji nyumba zetu zile. Kulikuwa kuna maji kila siku, chota rudi. Kama ukinipa, alafu anaishi peke yake huyu mama, inaonekana kwamba akipata tu kiu hakuna mambo mengine atajishughulikia kule. Kunywa maji ndio jambo la msingi sana katika kuhakikisha mwanadamu anaendelea kuwa hai. Kwenye haya maisha huwezi ukacheza na maji ya kunywa, unaweza kacheza na maji ya kufua. Sasa huyu mama akasema, kama nitakunywa hayo maji alafu siji kuchota tena, basi nipe ili nisihangaike. Sasa ngoja. Yesu akamwambia, bado hujaelewa. Kaite mumeo kwanza. Akamletea tena kitu kigumu. Kamlete mume. Hapa haya maji hayatolewi kwa mazingira ulionayo paka umeleta mumeo. Maana yake Yesu ameanza kuingia kwenye kugusa maadili yake na maisha yake. Maana huwezi kuokoka huku umebeba makorokoro hivyo umeyaficha nyumbani, alafu unataka kutengeneza na Bwana, alafu narudi kwenye makorokoro. Alitaka aweke sawa suala la mahusiano yake. Ndio ujue kwamba Yesu alikuwa anamleta huyu mama afike hatua ya awe mtu aliyeokoka. Aliposema kamlete mumeo wala kucheza, akasema sina mume. Yesu akasema, umesema vema, huna mume, maana umekuwa nao wangapi? Umekuwa nao 5. Umekuwa na waume 5, naye uliye naye sasa, ingawa unasema sina, uliye naye sasa siye mume wako. Hapa umesema kweli. Yule mama ndio akachanganyikiwa, kumbe anajua kila kitu. Ndio akasema, naona nabii. Sasa akili imerudi, siongei na Myahudi wa kawaida. Anaweza kahesabu mpaka waume, mmoja wa 1985, mwingine wa 2322, mwingine, wote wako hapo 5, na huyu uliye naye ni mume wa mtu, sio wa kwako. Akasema, naona wewe ni nabii.
Alipogundua kwamba huyu ni nabii, maana yake ana macho sasa asikilize mambo ya mbinguni, akasema hivi, kuna kitu huwa kinatusumbua sisi wa Samaria na Wayahudi. Baba zetu waliabudu katika mlima huu hapa tulipo, kule Samaria, ila ninyi mnasema kule Yerusalemu ndo mahali pa ibada. Hebu nabii nifafanulie na hili kabla sijashughulika na mambo yangu. Akataka ufafanuzi, na ndio mara ya kwanza Yesu anaanza kuzungumza suala la ibada, ufunuo ambao haujawahi kufundishwa mahali popote kwa habari ya ibada. Tangu Agano la Kale wanadamu walikuwa wanafanya ibada, ila fundisho la Bwana Yesu ndio limekuja kuweka sawa kila kitu kwa habari ya ibada. Sio, unajua watu wanaabudu kila mahali, hakuna asiyeabudu. Watu wanaabudu, wengine wanainamia mpaka ng'ombe. Ng'ombe kabisa, yule yule analishwa, anafugwa mahali. Alafu mtu anafika baze, wewe ndio Mungu wangu. Akili za watu zina mambo mengi. Wewe Mungu. Ng'ombe anasema moo. Alafu utajua tofauti ya Mungu wa pekee wa kweli na hiyo miungu ya kutengenezwa. Saa umepata mafua, huyo mwenye Mungu wa kweli anaweza kumwambia, Baba ninaomba uponyaji katika jina la Yesu, anakuwa mzima. Wa ng'ombe sasa utakesha mpaka kesho, hakuna lolote. Watu wanaabudu paka mawe, watu wanaabudu miti, watu wanaabudu milima, watu wanaabudu nyota, wanaabudu kule juu mwezi, wanaabudu jua, watu wanaabudu, yani mioyo ya watu ina mahangaiko. Yesu amekuja kuleta fundisho la kweli kwa habari ya ibada, na kuna mambo matatu ameyazungumza katika andiko hili. Kwanza, amegusia suala la kwamba ibada sasa hivi inahama kutoka mahali kwenda moyoni. Sio suala la mahali tena, ni suala la wewe ndani yako. Ibada, hali ya ibada ikoje? Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ambalo Yesu amezungumzia katika suala hili ni kwamba ibada inahama kutoka kwenye matendo ya kidini ya kutimiza taratibu za kidini na kuwa uhusiano, from religious practice to personal relationship. Kutoka kwenye matendo ya kidini tu inakuja kwenye uhusiano. Ndio maana alikuwa na kazia, nipe maji, nipe yule anasema ungejua ningekupa maji ya uzima. Lazima kuwe na muunganiko. Lakini jambo la tatu, ibada inahama kutoka kwenye vinavyoonekana inaingia rohoni sasa. Kutoka kwenye physical activity, matendo ya kimwili, na kuhamia kuja kwenye spiritual experience, uzoefu wa kiroho ambao mtu anaupata kwa sababu ya muunganiko na muumba wake. Sasa nini maana ya ibada? Maana Yesu amezungumzia waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Nini maana ya ibada? Ibada, neno ibada ambayo kwa Kiingereza ni worship. Neno hili limetokana na neno la Kiingereza cha zamani ambalo linaitwa worship. Kwa hiyo ibada, worship, inatokea kwenye worship ambayo kimsingi tafsiri yake ni ustahili. Ustahili, kule kustahili ambako kunazaa kupata vigezo vya kupewa ibada. Sasa kile kigezo cha kupewa ibada, hakuna kiumbe ambacho kina kigezo hicho. Hakuna mlima, hakuna chochote, hakuna binadamu yeyote ambaye ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu anayestahili, mwenye hali hiyo ya ustahili wa ibada. Anayestahili ibada ni mmoja tu, Mungu aliyetuumba sisi. Mungu muumbaji, na sio kila mtu ajitungie Mungu wake. Lazima useme aliyeniumba ninamwabudu. Hata kama umjui, ukisema tu ninamwabudu aliyeniumba, basi utakuwa uko sahihi, maana ndiye peke yake astahilie kuabudiwa. Shangilie Bwana kwa makofi mengi wewe. Anastahili mmoja tu,
Tukija mbele zake huwa hakunaga mtu anasema hawa ibada zao, unajua kwa staili aliyopo na suti yake hii, watu wenye suti ibada zao wanatakiwa wasirukeruke, maana jasho likitoka watapata shida. Mbele zake kama una suti unaweza ukavua ukafanya wanaofanyaga vijana, nyanyua kitambaa chako. Vijana mnatutesa nini? Chukua kitambaa, kama hujabeba utafanya. Chukua taulo, kama hujabeba chukua Biblia, chukua mtandio. Kuna wamama wanakuja na mitandio kanisani. Kama huna, chukua kiti. Anyway, hiyo tutazungumza siku nyingine. Isiyo amri nyingi sana wakati wa ibada. Jina la Bwana libarikiwe. Maana mwingine kitambaa chake alichonacho hataki kukitoa. Maana kwanza akitoa mwingine anapata tu shida kwamba akitoa si anafungua yote inafanya hivi. Alafu baadaye tunaanza kukunja tena, kunja rudisha mfukoni. Jamani, hamna kingine cha kupunga. Anyway, mambo ni mengi haya kuamrishana kwenye mambo ya praise and worship haya. Tutaendelea kusaidiana siku zinavyoendelea. Jina la Bwana libarikiwe. Sijasema wasiseme sasa, ila nimesema kadiri Roho wa Bwana anavyoongoza. Amen. Kwa hiyo ibada inakuja pale ambapo kwanza tujue anastahili huyu anayeabudiwa ni nani. Kama hastahili hapewi ibada. Na ibada ndio kitu pekee ambacho tunampa Mungu. Hii muhimu sana ukaandika. Ndio kitu pekee sisi tunampa Mungu. Si unajua kwamba vyote tulivyo navyo ni mali yake? Wangapi wanaamini hivyo? Ukivaa nguo hizo nyuzi zilizotengeneza nguo hizo, unarudi kule mashambani utakutana na pamba Bwana ameumba. Ukipanda gari imetengenezwa na madini ambayo utarudi machimboni kule Bwana aliumba. Ukikaa nyumbani simenti nini, nyumba yako imependeza, unakumbuka kule wanakochimba Mungu aliumba. Ukirudi wapi, kila tulicho nacho sisi ni mali ya Bwana. Zaburi ya 24 inasemaje? Nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Dunia na wote wakao ndani yake ni mali ya nani? Wote, wakubwa kwa wadogo, warefu kwa wafupi, wenye sura iliyochangamka na iliyofubaa, wote ni mali ya Bwana. Weusi kwa weupe, Wachina kwa wazungu, wote ni mali ya Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Kama umejaliwa una urefu, mwingine mfupi, wote mali ya Bwana. Hakuna mtu wa kujigamba. Amen. Kama umekuwa mweusi zaidi na mwingine mweupe zaidi, hakuna tofauti. Wewe ulivyo hivyo, mali ya Bwana. Hakuna mali yenye thamani kubwa kuliko mali nyingine. Wanaume na wanawake mali ya Bwana. Hakuna citizen wa baadaye kwamba wanawake ni wa baadaye na wao wana thamani mbele za Bwana. Maana wote mali ya Bwana. Kuna mtu ananielewa vizuri? Sasa ibada peke yake ndio tunaweza kuileta. Vingine vyote huwa tunarudisha. Hela ni ya kwake, unarudisha tu sehemu ya vile alivyokupatia. Ukifanya chochote yeye ndio amekupa. Yaani wewe ni mali ya Bwana na vyote tulivyo navyo ni mali ya Bwana. Hatuna kitu kipya ambacho tukileta kwa Bwana yeye anasema leo umenisurprise. Leo umenisurprise, yaani umeleta milioni 10. Milioni 10 jamani, shangwe mbinguni. Hiyo milioni 10 kwetu sisi inaweza ikawa inashangaza, ila mbele za Bwana ambaye anasema fedha na dhahabu ni mali ya Bwana, kwake yeye hashangai. Kuna mtu ananielewa vizuri? Ila ibada sio alichotupa yeye ili tumrudishie. Inatoka kwetu. Tena kwa hiari na kwa upendo, kwa furaha kabisa. Anasema anawatafuta waabuduo halisi ili wamabudu yeye
anawatafuta. Ibada inatoka kwetu, sisi tunampa Mungu. Vingine vyote hakuna tunachompa Mungu, ni vya kwake, sisi tunarudishaga. Ndio maana hata unapofika swala la kutoa sadaka, uchoyo achana nao, maana hiyo sio mali yako, ni ya Mungu. Usitoe zaka unasema jamani, hili kanisa linafaidika sana na zaka zangu. Hizo zaka ni mali ya Bwana. Wewe unamtolea Mungu wako, mwabudu kwa moyo wa furaha kabisa, wala usidai mambo yoyote, maana ni mali yake. Sisi wenyewe ni mali yake. Vyote ni mali yake, vyote ni mali yake, vyote ni mali ya Bwana, vyote ni mali yake. Najua hamuimbi, si hamna vyombo, lakini hamuimbi labda kwa sababu hamkutarajia kuimba katikati ya mahubiri. Ngoja niishie hapo. Vyote ni mali ya Bwana, sisi wenyewe ni mali ya Bwana, ila ibada ndio jambo pekee tunaloleta kwake, imetoka kwetu. Sasa hiyo haimaanishi kwamba uanze kujigamba, ujidai kwamba nisipomwabudu hata abudiwa. Anaabudiwa. Malaika maelfu mara elfu, 10 mara elfu 10 na elfu mara elfu, mchana na usiku, kule mbinguni hawanyamazi, wanamwabudu Mungu wa kweli. Viumbe vingine vyote ambavyo Mungu ameviumba vina staili ya ibada vya kumtambua muumba wao, vinamtambua muumba wao. Ndege wanajua kumtambua muumba wao. Kukicha kila mmoja anajua sauti yake akiitoa ina maana gani mbele za Mungu. Wana namna ya kumtambua muumba wao. Sisi ndo tumepewa upendeleo wa pekee kwamba tuna akili timamu, tunaweza kufanya uchaguzi wa kumwabudu Mungu au la. Sasa tutumie vizuri neema hii tuliyopewa. Kwa hiyo ina maana gani? Ibada ndio kibebeo cha yote tufanyayo kwa ajili ya Mungu. Kila tunachofanya kwa ajili ya Mungu, kama tuna moyo wa ibada, kile tunachofanya ndio kinakubalika mbele za Mungu. Kinyume na hapo, hakubali. Umetoa sadaka kwa moyo wa ibada, anakubali. Umetumika kwa moyo wa ibada, anakubali. Umefanya kazi ya Mungu kwa moyo wa ibada, anakubali. Kinyume na hapo, na siku hizi kuna mambo ambayo yanahitaji kurekebishwa. Unakuta mtu anakuja, wale wapiga vyombo mtanisamehe, nikiwakwaza basi mtakuwa mnahitaji hiyo dozi. Kuna watu eti hawapigi vyombo mpaka wamelipwa hela. Anaomba kazi ya kupiga vyombo, yani awe anashiriki kumsifu Bwana huku akiwa na hakika mwisho wa mwezi inasoma nini kwenye account. Kwa hiyo asipoona account imesoma, anagoma, kwamba kipawa alichopewa sasa kinatakiwa kilipwe, na kisipolipiwa hakitafanya kazi. Mimi nimekataa kwenye hili kanisa. Hatutamlipa mpiga vyombo, hatutamlipa mpiga vyombo. Lakini mpiga vyombo mwenye moyo, tutakapogundua kwamba ana changamoto anayopitia kwenye maisha yake ila ana moyo, tutamshika mkono kama mmojawapo wa waaminio hapa, ambapo tungemshika mkono anayepita kwenye changamoto fulani kwenye maisha yake. Lakini hatutawalipa eti unasoma mshahara mwisho wa mwezi kisa unatupigia keyboard hapa. Hautalipwa. Gerald, kamate vizuri hiyo keyboard. Yembo shika key D. Kamata D hapo. Ndio ujue na mimi najua D iko wapi. Wewe unajua D? Wewe shika. Haya, kwa nini tukulipe? Najua Gerald sio anayetaka kulipa. Huyu ni shemasi wangu jamani. Kwa hiyo sijasema kwa sababu yeye sio aina hiyo. Hebu mshangilie Bwana kwa ajili yake. Ila ujiulize, hebu shika tena. Ongeza sauti. Piga. Swali langu, kwa nini tukulipe? Wewe
Charles, shika hiyo bezi. Nani yule wa bezi yuko wapi? Nataka tujue sababu ya kulipa huyo mtu. Wewe nani, Edna njoo. Shika mic. Nimesema ibada ni kibebeo cha kila tunachofanya kwa ajili ya Mungu. Njoo na mic hapo. Jamani, anakuja mwimbaji mashuhuri sana duniani hapa. Haya, shika keyboard. Haya, bezi shika. Haya, mzee wa kanisa, kwa nini baada ya ibada tumlipe Charles na Gerald? Haya, wewe imba. Unajibu, rembesha sauti mpaka mwisho. Twende kazi. Unajibu maombi. Na huyu kwa nini tumlipe baada ya ibada? Imba sasa bila vyombo. Tetemesha sauti. Panda kidogo, panda ki. Nakuamini Bwana. Haya, urudi kwenye kiti kwanza. Baada ya ibada alipwe. Kwa nini? Kwani? Haya, swali, sema kwani. Wakati yeye anaimba huku, sisi tulikuwa tuimbi huko. Bwana, sisi tunatupigisha kwa tuambia piga makofi mpaka yameshana nani hapo. Bwana 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 Bwana, tunakutukuza Bwana Bwana. Piga 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 piga. Bwana, tunakutukuza. Kwa nini tumlipe na sisi hatulipwi? Umeshaona inapotea, si ndio? Kwa hiyo PTCC halipwi. Tutamwabudu Bwana, na kama watakimbia tutapiga wenyewe, na kama hawatakuwa wapigaji tutapiga hizi za Bwana. Twende. Bwana Bwana Bwana. Ngoja niwafundishi. Hapa mtakuwa mnapiga hiyo mfululizo ile enzi zetu za zamani. Hapa mtakuwa mnapiga. Hapa sisi tunaenda kama zamani tulivyokuwa tunaenda. Haya, hapa twende hivi. Nenda haraka haraka, twende hivi. Bwana 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 Bwana, tunakuabudu Bwana Bwana. Bwana tunaku. Aya, asante. Kwani hapo uwepo wa Bwana uonekane? Sasa chochote unachofanya mbele za Bwana, kibebeo ni moyo wa ibada. Huu utumishi wa Mungu tunaufanya kwa sababu Mungu ametuita, na hivyo tunafanya kwa moyo wa kutambua ukuu wake. Yeye atajua saa ngapi unahitaji shati. Yeye atajua saa ngapi unahitaji kula chakula. Yeye anajua saa ngapi unahitaji uponyaji. Anajua mahitaji yetu. Umeelewa vizuri? Neno la Kiunani
bado nafafanua eti maana ya ibada mpaka sasa hivi. Wayunani wanatumia neno proskuneo, maana yake ibada, kuabudu, lile tendo abudu. Kwa Kiyunani wanatumia proskuneo, ambalo ndani yake limebeba heshima, kufanya heshima, kuonyesha heshima. Na walikuwa wanafanya kwa kuonyesha, kwa kubusu. Umewahi kuona watu wanabusu ile sanamu? Ile sanamu iko kwenye msalaba, wanaenda pale wanafanya. Wale jamaa wanakumbuka Wayunani. Sijasema sanamu ya Yesu, maana sanamu ya Yesu hatuijui. Yaani hatujui image ya Yesu, wala hatuna picha. Actually hata msalaba wa Yesu ulikuwa umeonekanaje? Hayo nitakuja kufafanua siku nyingine. Si kuna watu wanajua picha walizoweka kwenye nyumba zao ni za yule mwigizaji. Unaona kabisa anasema Yesu, jamani Yesu. Kumbe yule mzungu aliyeigiza. Yesu hajapigwa picha. Picha hajawahi kupigwa, wala video haijachukuliwa ya Yesu. Utanielewa saa hizi? Ili unielewe, teknolojia ya kupiga picha na hata hizi za kuprint vitu ilikuja baadaye miaka ya 1500, na Yesu alisulubiwa mwaka wa 33 AD. Kulikuwa hakuna ubunifu huo wa kugundua mambo ya picha haya. Kwa hiyo hajawahi kupigwa picha, na mimi nashukuru hajapigwa picha. Maana unajua nini? Kuna watu wangeibuka, si unajua duniani wanasema wanazaliwaga mapacha wawili. Anaibuka mtu anasema huyu sura yake ni kama Yesu. Ndio atawaambia nimerudi. Nimesharudi. Unaelewa hasara yake ingekuwa? Angekuwa kama Jofu vile. Sasa Jofu simama. Wewe fikiria, alafu tuna picha ya Yesu imepigwa miaka hiyo, alafu ameibuka kijana mtanashati anafanana vile vile. Sasa amerudi, nimerudi na nimeoa mwezi wa 9. Si imani ya Ukristo imeshavurugika? Imani yetu imevurugika kabisa, tutakuwa hatuna imani tena. Maana Yesu amerudi mpaka anaoa. Ndio maana namshukuru Bwana. Kwa hiyo ufalme hatuna vitu vya kushikika. Ufalme Roho wa Bwana ndiye anayetuambia Yesu alivyo, na tunamwona katika utendaji wa maisha yake. Akikuponya umemwona Bwana. Kuna saa akijidhihirisha anaweza kukutokea wewe ile nuru inayokupiga, hata hutatuambia uliona na sura gani. Utukufu wa ajabu mno. Hii mambo ya kuuza sura, kupigwa picha ni ya kwetu haya. Mbinguni hawahitaji hivi vitu vidogo sana hivyo. Jina la Bwana libarikiwe. Wewe unayebeba vitu, unabeba unasema hii ndiye Yesu mwenyewe kabisa, umeingia chaka. Mwambie ndugu yako umeingia chaka. Yesu anaonekana kwenye maandiko, tukisoma neno la Bwana na utendaji wake tunauona uhalisia wake. Huko sasa pole tutafika. Biblia inasema kwa mujibu wa andiko hili na maelezo haya, ile namna ya kuwasilisha heshima mbele za Mungu ndio kile ambacho sisi watu tunaita ibada. Na si lazima tuimbe ndio tuseme tunaabudu. Kuna saa tunaongea tunaabudu. Mimi hapa ninazotumika hapa na kazana kukuelewesha na abudu hivi, kwa sababu Mungu nataka nifikishe mahali mtu wa Mungu aelewe ibada halisi. Umetoka nyumbani, umepanda daladala, unatafuta sehemu ya kuja kuabudia. Kote ulikopita, kama ulikuwa unafanya kwa heshima ya Mungu, ulikuwa uko ibadani vile. Wimbo ni namna moja tu kati ya namna nyingi za kuonyesha ibada kwa Mungu. Andika hiyo. Tendo lolote unalofanya kuonyesha heshima kwa Mungu ni ibada. Tendo lolote unalofanya kuonyesha au kuwasilisha heshima kwa Mungu ni ibada.
ukimsaidia yule mtu anayeombaomba msaada kwa kutambua heshima ya muumba wake, ukasema Mungu ulimuumba huyu mtu, na kwa sababu za mambo yaliyomsibu kwenye maisha haya amekuwa mlemavu, sasa ananiomba mimi ambaye sio kwamba nilikulipa nikawa sina ulemavu, ninamsaidia nikitambua heshima yako. Asante, maana unaumba. Ukifanya kwa unyenyekevu mbele za Mungu, ile unavyompa hata hiyo 500 au 1000 au 10,000 yule muhitaji pale, unaabudu. Humwabudu muhitaji, unamwabudu Mungu ambaye kwanza unashukuru kwamba wewe ni neema tu kwamba amekujalia uli mzima. Tendo lolote unalofanya kuonyesha heshima kwa Mungu ni ibada, na ibada huwa inaanzia ndani na inaonyeshwa kwa matendo ya nje pia. Unaweza kuwa pale chumbani kwako, tumezoea kusema naenda ibadani. Hatuendi ibadani, tunaenda kukutana na waabuduo. Ibada sio kitu cha kwenda mahali. Ibada unaweza kufanya pale chumbani kwako, ukapiga magoti mbele za Mungu, ukaabudu, ukanyenyekea. Baba nina kuabudu. Hakuna mtu anayekuona, umepiga magoti chumbani kwako pale. Baba nina kuabudu, Baba nina kuabudu, wewe ndiwe Mungu wangu. Uko wapi? Unaabudu, unasikia bubujiko ndani yako, unasikia raha, mpaka unasikia sauti ya Mungu anakutembelea pale. Hakuna mtu wa kinanda, hakuna mtu wa gitaa, hakuna mtu wa kukuongoza, wewe mwenyewe. Sasa mwingine anasema, mchungaji, mbona mimi sijajaliwa hata kuimba ulivyoimba wewe? Sawa, hayo maneno ungeweza hata kuyaongea. Baba ninakuabudu, ninakuabudu Mungu, ninakuabudu. Wewe umeniumba, wewe unaniwazia mema, wewe ndio Mungu wangu, wewe unanipenda sana, wewe umeniumba, umeumba vyote vilivyopo na vinavyo visivyoonekana kwa macho ya binadamu. Wewe ni Mungu ustahilie kuabudiwa. Huhitaji mtu mwingine akusikie ndio useme ninaabudu. Jina la Bwana libarikiwe. Ngoja nikupitisha kwenye historia ya ibada kidogo. Ibada ndio jambo kubwa katika Biblia, kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo. Hutakosa mahali kuna ibada. Kote kwenye Biblia nzima ibada ipo. Kabla ya anguko kulikuwa na ibada, kwa sababu Mungu alikuwa na ushirika na yule mtu, anawatembelea mara kwa mara, na walikuwa na uwezo wa kusikia sauti ya Mungu. Adamu kabla ya anguko, yeye na mke wake walikuwa wanatembelewa na Mungu. Angalia sura ya 3, wakati walipokosea Mungu aliwatembelea hivyo hivyo. Mwanzo 3:8 anasema, kisha wakasikia sauti ya Bwana akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Maana yake inaonyesha alikuwa akifanya hivyo, ni desturi yake kuwatembelea mara kwa mara. Na Biblia inasema Mungu anaketi katikati ya sifa za Israeli. Mahali anapoabudiwa ndio mahali anapopatikana. Asiyemwabudu Mungu hawezi kumwona Mungu. Kwa hiyo kwenye Biblia nzima kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo kuna ibada, 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 ibada. Na utaona katika Biblia nzima, kama kuna mahali Mungu amewahi kukasirika mpaka hapa wanasemaga, ni pale wanadamu walipogeukia sanamu, wakapeleka ibada kwa kiumbe au kwa kitu au kwa mtu, au walipopeleka ibada kwenye kitu kingine, alikuwa mkali mno.
Kwa hiyo kwenye Biblia utaona ibada ipo na Mungu anawabariki wanaomwabudu, lakini anawaadhibu wanaoabudu sanamu. Hajabadilika, bado yuko vile vile. Baada ya anguko tutaona matendo yaliyoendelea ya ibada. Na ibada ilianza na mtu mmoja mmoja. Utamwona Nuhu, utamwona watoto wa nani? Adamu mwenyewe, wale vijana Kaini na Habili wanaleta sadaka. Kila mtu kutoka kwenye mapato yake analeta. Sura ya 4 ya Mwanzo unakutana pale umeleta sadaka, ni ibada. Baadaye Nuhu alipotoka kwenye safina, sura ya 8, jambo la kwanza baada ya gharika, kitu cha kwanza alichofanya Nuhu ni ibada. Wala hakwenda kujionyesha kwamba jamani gharika imeisha na mimi ndo nimesalia na familia yangu. Hakuhitaji kutangaza, alienda ibadani kwanza. Amen. Baada ya kutoka kwenye safina, baada ya gharika, tendo la kwanza alilofanya Nuhu ni ibada, sio maonyesho. Unaonaje? Si alitakiwa afanye utalii kidogo, aone gharika ilivyowachakaza watu waliokuwa na kiburi? Angepita akasema mkome sasa, niliwaita tutengeneze safina hamkutokea. Anaangalia fuvu moja pale analipiga teke kwanza. Huyu si ndio yule mzee nani ule? Alikuwa mkorofi. Siku mimi napambana na miti ya mvinje, hakutaka kunisaidia nibebe hata mti mmoja. Koma sasa. Anaenda kwa anaona tena naona fuvu lingine hapa. Maana ni siku nyingi zimepita, watu wamekufa na gharika. Komeni sasa. Nimebaki mimi na mke wangu na wanangu. Tupo hapa. Mtatufanyaje? Nuhu hakufanya hizo mbwembe. Sura ya 8, ngoja tusome tendo la kwanza baada ya kutoka kwenye gharika, ibada. Sura ya 8 mstari wa 20. Mstari wa 20 mpaka 22. Nuhu akamjengea Bwana madhabahu, akatwaa katika kila mnyama aliye safi na katika kila ndege aliye safi, akavitoa sadaka za kuteketezwa juu ya madhabahu. Bwana akasikia harufu ya kumridhisha. Harufu ya kumridhisha akaisikia Mungu. Alafu anasema akasema moyoni, Bwana akasema moyoni, sitailaani nchi tena baada ya hayo kwa sababu ya wanadamu, maana mawazo ya moyo wa mwanadamu ni mabaya tangu ujana wake. Wala sitapiga tena baada ya hayo kila kilicho hai kama nilivyofanya. Muda nchi idumupo, majira ya kupanda na mavuno, wakati wa baridi na wakati wa hari, wakati wa kaskazi na wakati wa kusi, mchana na usiku havitakoma. Juzi nilisikia kuna mtu ameibuka, ilikuwa ni nchi gani, anajenga safina, anapambana na amefika pazuri kweli. Na yeye anasema amefunuliwa kwamba gharika inakuja, itamaliza dunia nzima. Anajiita Nuhu wa pili. Na watu wanachangamka, wanatoa michango kujenga safina tena. Hawajasoma maandiko. Mimi nilivyosikia nikashangaa. Nikasema watu hawajui maandiko. Gharika haitarudi tena. Haitarudi kwa sababu Mungu alisema baada ya ile gharika ya kwanza alisema hivi, sitailaani tena, sitapiga tena baada ya hayo kila kilicho hai kama nilivyofanya. Sitailaani nchi tena baada ya hayo kwa sababu ya wanadamu. Kwa hiyo hamna gharika ya pili. Wangapi wameona ile safina inayotengenezwa? Hamfuatilii? Asante, nimepata mwakilishi. Anapiga kweli, anajenga na amepamba vizuri, boti kubwa sana hivi. Sijui ataingiza humo wanyama atatoa wapi. Hayuko Tanzania, yuko nchi moja huko magharibi huko wapi. Muafrika fulani anajiita Nuhu. Siku hizi watu wanaibuka, kila mtu akija na kitu kipya mtu anasema nabii katokea. Sio kila anayesema kitu kipya ni nabii. Inataka turudi kwenye maandiko tuelewe anasema nini. Sio kila aliyefunuliwa kafunuliwa na Bwana. Mwingine ameingizwa tuchaka na ibilisi. Hatumfuati. Bwana hawezi kuleta gharika tena.
Sasa hivi tunasubiri jambo moja, unyakuo wa kanisa, wakati na saa tusiojua tena. Maana wengine pia wanainuka wasema tarehe 20 ngapi Yesu anarudi. Na wewe unajipanga kabisa eti unaandaa chakula cha unyakuo ili siku ya unyakuo nisiende sokoni nikakwazwa huko. Hapana. Yesu atarudi siku na saa tusiojua. Wewe jiandae tu. Hizo habari unazosikia kwenye vyombo isiwe kwamba kwako ni habari mpya sana. Habari mpya iko ndani ya Biblia, ulishaambiwa mapema. Lijue neno la Bwana. Kwa hiyo tendo la kwanza baada ya gharika ilikuwa nini? Sadaka. Ametoa sadaka, amefanya ibada. Alafu baada ya wana wa Israeli ibada zimeendelea sana maeneo mengi. Ibrahim alimfanyia Mungu ibada, akajenga madhabahu na akamwabudu Mungu. Kuna wakati mpaka alikuwa tayari kumtoa mtoto wake. Wana wa Israeli walipelekwa utumwani na Mungu wakati wanatoka kule alisema, wape watu wangu ruhusa ili waende kunitumikia. Lile neno wanitumikie ndani yake kuna dhana ya ibada. Utaona yale mapigo kule Misri, amwambia Farao, wape ruhusa wakanitumikie watu wangu. Walipotoka wakaanza kujenga hema ya kukutania. Uwepo wa Mungu unadhihirika pale. Baadaye hekalu likajengwa, mahali pa watu kuleta sadaka zao na taratibu za ibada zikafanyika. Baadaye ibada ziliendelea mpaka Yesu alipokuja. Kwa hiyo Musa anakwenda kuwatoa Wayahudi kule Misri ili wamwabudu. Na Yesu pia ametuokoa sisi ili tuwe vyombo vya ibada, wabeba ibada. Nimekuonyesha kwa ufupi sana, historia ya ibada ni ndefu, muda hautoshi. Lakini utagundua kwamba hata Yesu alipokuja, mpango wa wokovu, kusudi la Mungu kukuokoa na kutuacha duniani ni kwa sababu ili tumwabudu. Nilishangaa sana wakati nasoma unabii wa Zekaria, babake Yohana Mbatizaji. Wakati yule mtoto alipozaliwa, yule baba, nakumbuka alikuwa bubu kipindi chote cha miezi 9 ya ujauzito wa yule mama. Alipofunguliwa akajaa Roho Mtakatifu, akaanza kutabiri kwenye Luka sura ya 1. Mstari wa 74 na 75 ndio nikagundua jambo hili. Aligusia unabii ulikuwa unamlenga Yesu na akazungumzia habari za wokovu. Akasema hivi ya kwamba atatujalia sisi tuokoke mikononi mwa adui zetu na kumwabudu pasipo hofu, kwa utakatifu na kwa haki mbele zake siku zetu zote. Tuokoke na kumwabudu pasipo hofu. Ukifuatilia hii mistari pale juu, alianza kumzungumzia Yesu. Ule unabii ulikuwa unamtaja Yesu. Na maana yake ni kwamba mpango wa wokovu umekuja ili tumwabudu Mungu pasipo hofu na tumwabudu kwa utakatifu na kwa haki mbele za Mungu. Haleluya. Yesu alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Na hapa kwenye andiko tulilosoma anasema Baba anawatafuta waabuduo halisi. Kwenye Agano Jipya watu wawili tu wanatafutwa. Hawatafuti wachungaji, wainjilisti, manabii, mitume, wanatafutwa watu wawili tu. Mmoja mwenye dhambi aokoke. Wa pili yule aliyeokoka afanyike mwabudu halisi. Mungu anatafuta waabuduo halisi. Kuna makusanyiko mengine ni makubwa sana, lakini waabuduo ni wachache sana. Mimi naomba Mungu tuwe kanisa la waabuduo halisi. Tuwe wachache ama tuwe wengi, tuwe waabuduo halisi. Tusiwe watu ambao hatumwabudu Mungu vile ipasavyo, lakini tumejazana kwenye kusanyiko la waabuduo. Haitafaa lolote mbele za Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Baada ya kusema haya, nitahitimisha kwa kusisitiza mambo kadhaa. Kwanza nimesema katika mambo ya ibada, tunatoa ibada, tunampa Mungu kama utumishi wetu mbele za Mungu. Hakuna mtu anapaswa kulipwa kwa sababu eti amecheza vyombo vya muziki, amepiga kinanda, amepiga gitaa, ameimbisha. Tunampa, tusipompa harudi tena. Na wale mnao unaitwa kwa ajili ya kufanya huduma,
Unasema bila milioni 3 siji, kwa sababu umekuwa mwimbaji mashuhuri. Ukisikia mtu kama huyo na wewe ndio uko kwenye kamati ya kumwalika, saa hiyo hiyo pigeni simu, mwambie usije kamwe. Hivi unajua kwamba siku hizi watu wameanza kuabudu wanadamu? Unajua au hujui? Si unajua kwamba imefika mahali ukitaka kuwakusanya watu wengi unaweza ukamwita, wanakuambia kabisa mualike mwimbaji fulani. Kwa mfano, nisitaje watu, ila kwa mfano, ngoja nipite huko na wewe ndio uniambie. Kwa hiyo wote mliotaja naomba msimame. Wote ambao mmetaja watu simameni. Alafu tumpate mwenyekiti. Simama tu, nataka tuelewe vizuri. Jamani, hii ndio kamati yetu ya kutuandalia tamasha la kusifu na kuabudu. Amen. Mwenyekiti awe nani? Diana Rose. Andika majina yao. Katibu awe nani? Ila hepi ukutaja ulikusema nje au ndani? Nje basi ya nchi. Na wewe simama, utakuwa kwenye kamati. Maana unajua hadi wa nje ya nchi, wewe utakuwa kwenye kamati. Hii timu ya kutuandalia nini? Tamasha la kusifu na kuabudu, si ndio eh? Sasa hiyo tamasha la kusifu na kuabudu, hebu ngoja kwanza. Na asanteni sana. Tuwapigie makofi, haleluya. Naomba mkae. Mimi nimeshangaa sana. Nashukuru wametaja, sijasema wamekosea, wako sahihi kabisa. Na hivyo ndio dunia inavyokwenda sasa hivi. Lakini jamani, nasikitika kwamba hakuna aliyemtaja Josephine Ilunde. Hakuna aliyemtaja Wema Kalenga. Wema simama, Mama Ilunde simama. Hao si mlikuwa mnaona walikuwa kwenye uimbaji hapa? Hawajataja. Wa kwetu kabisa. Na kushukuru ndugu yangu, ulisema naomba kanisa likitaka kufanya kitu tuanzie hapo. Ila hawajakosea. Huo ndio uhalisia, na mimi nataka nisaishe jambo hapa. Asante, naomba mketi. Sasa jamani, tumeshamwalika yule, tumempata, kamati imetuletea mwimbaji katika mapendekezo yao. Wamemleta na leo ndio siku ya tamasha la kusifu na kuabudu. Ninaomba sasa kwa heshima zote, mwenyekiti wa kamati ndio atakayetuletea. Na umlete mtu kweli. Mwimbaji wetu, wakati sisi wengine wote mnajua cha kufanya. Jamani, wakati anakuja mnajua cha kufanya. Jamani! Germany! Ameshafanya huduma. Mwenyekiti, mrudishe kwenye kiti. Jamani, mnajua cha kufanya. Mimi nashangaa sana. Kama mwimbaji mkubwa namna hii anaweza kuja hapa na watu hawajatoa hela. Nashangaa sana. Yaani kabisa mwimbaji amegoma kuimba.
Kama mlivyoona hajagusa chochote, amefanya tu hivi, hajaimba. Sasa naomba kamati tuonane baada ya ibada. Kwa kweli mmetuangusha sana, mmetuangusha sana, na kwa sababu hiyo tamasha letu limevurugika kabisa leo. Limevurugika kwa sababu hamjatenda haki na muimbaji wetu amekwazika. Sasa wapendwa, naomba mkae. Nashukuru kwa onyesho hili. Kwanza tunashukuru. Sasa naomba mfahamu hivi, tumeshaacha kumwabudu Mungu, tumewageukia kuabudu wanadamu. Moja, kitendo cha kwamba akija fulani watu wanajaa, maana yake wanamfuata fulani na sio Mungu. Tukubaliane tu. Kitendo cha kwamba yule akija anafanya tu hivi, alafu watu mnaangukia shangilio la kutisha. Fanyeni basi jamaa. Sijasikia chochote. Wamama vijana, sijaona. Wababa sijaona. Yani kweli mnaniangusha, yani hamnipi ile raha, Wababa, ile sauti ya bezi jamani ndio inifanye nijue kama mpo au hampo kwenye huu kumbi wa baba. Wanaume! Upande huu wameniangusha. Huu upande uko vizuri kidogo. Ngoja nibakie huku, naona huku napata raha kidogo. Jamani, jamani. Sasa mimi sio mchungaji mshamba. Mtu mwingine anasema anapinga watu wa Mungu wanaofanya huduma kwa viwango vya juu. Mimi sio mchungaji mshamba. Najua kwamba mwingine anabidii, amezama, amepambana na wimbo wake, ameomba Mungu sana, tunaguswa na ule wimbo. Lakini, sema lakini, kama attention ya wale waabuduo inamwelekea yule, basi tumepata sanamu nyingine. Na sanamu zimejaa hivi duniani. Zinaitwa kwa majina waimbaji maarufu. Akija hapa watu wanasema yani leo ayayayaya. Sasa nakuambia hivi, kama utakuja kwenye ibada kwa sababu kuna nani anakuja, basi wewe ufai. Sio mabudu wa Mungu wa kweli, unamabudu mwanadamu. Na ninyi waimbaji ambao mnasema mmekuwa maarufu, niwaambie kwa jina la Bwana, kama msiponyenyekea na mkabaki kuabudiwa, huyo Mungu ambaye huwa ni mkali akiona sanamu imeabudiwa, anawapiga waabuduo, ataanza na ninyi kuwapiga. Sanamu zenyewe atazipiga. Ogopa sana pale ambapo unaanza kuwa wa muhimu kuliko anayeabudiwa. Ogopa sana pale ambapo unadhani shughuli ya ibada itakwama ukikosekana wewe. Sanamu hatutakuhitaji. Tunataka Mungu wa kweli aabudiwe. Na kama umepata neema ya kuitwa kuwepo kwenye hiyo ibada, nyenyekea kama wengine wote waabudu. Maana kwenye hilo kusanyiko anatakiwa mmoja tu, aabudiwe yeye peke yake. Unaona shangwe zilianzia wapi? Hajagusa kitu. Zile shangwe
Nikimwita Wema sasa ndio praise team ya TCC. Anapuyanga mtoto wa watu. Anafika madhabahuni. Watu wanamwangalia juu mpaka chini. Ndio waseme tusimame na wengine wanachelewa. Ndio waombe tusimame jamani. Watu wanapiga hesabu sema ibada leo haijawa nzuri. Naomba tuhame. Jamani, akija mtoto mdogo anaabudu hapa. Akija mtu mzima hapa. Akija mwenyeji hapa. Akija mgeni hapa. Akija mchungaji hapa. Amekuja, anayeabudiwa anabaki kuwa nani? Yeye peke yake apewe heshima yake. Kama kuna mtu mwingine akija ibadani tusiposimama ili kumpokea anajisikia vibaya, hafai kuwa kwenye kusanyiko la hilo ibada. Kama akija yeye anataka sisi tuwe tumesimama, yani jamani tunautambua uwepo, na tusipofanya hivyo anasema sirudi hapa sitambuliki, basi hatumhitaji, maana huyo sio mwabudu, hiyo ni sanamu nyingine, hatuitaki hapa. Kwa hiyo dunia imeanza kuharibika. Nani anahubiri? Nani anafundisha? Nani anaimbisha, anaongoza? Nani? Kwa hiyo bila kujua tumehama kutoka kwa ibada kupeleka kwa Mungu. Sasa tunaanza na watu. Na tunawapa sadaka. Mimi sijasema msiwape. Ila ujiulize unampa kwa sababu gani? Amekugusa sana yani. Kula sadaka yangu. Zinaning'inia hapa. Mimi nimehubiri tangu nimeanza sijaona hata 200. Na sihitaji. Ila ukileta sitatupa. Lakini utaona mtu anagusa kidogo sema hebu imbisha kidogo. Imbisha kidogo. Huyu sasa hajatoka nje ya nchi wala ndani ya nchi, yuko hapa binti anayemtafuta Mungu wake. Unadhani ya kwamba yule akitoka Kenya anakuwa na nini cha ziada ambacho huyu hata kuwa nacho? Maswali ya kujiuliza hapo. Kama hatujaabudu sanamu bila kujua, haya anza kuabudu. Tena iko hivi, hawa waongoza ibada msituabudishe sisi, abuduni ninyi, na sisi tunaungana nanyi kuabudu. Wala msikwazike mkiona watu wengine wamekuja ibadani wamenuna, ujui wana matatizo gani. Mwingine homa iko juu, mtu homa imepanda, wewe unataka apepeki, na asipofanya hivyo unajisikia vibaya. Kumbe mtu mgongo unauma, anatamani mchungaji akisimama aongozwe na Roho wa Bwana atamke neno la uponyaji, na wewe unasema pepea. Watu hawafanyi pepea. Watu gani hawa kanisa? Ujui mtu ana matatizo gani. Wewe abudu, wataungana tu wao. Haya, abudu wewe. Amina. Bwana Yesu. Tusimame. Umeona paka anaomba. Tusimame twende tukamwabudu Mungu. Ila mwingine yani kabla hajashika maiki hiyo watu wako hivi. Yani kaja Mungu anaimba leo. Sio mtu tena, Mungu mwenyewe. Kuna watu wanatoka machozi kwenye ibada hizo, shauku. Mimi sijasema ukiguswa na Bwana usitoe machozi. Wala sijasema eti uanze sasa umekaa kibosi usema wewe nini wa kawaida sana. Sijui kama kuna mtu ananielewa vizuri asiye kachanganyikiwa hapa akitoka hapa. Lakini naomba mfahamu hivi. Na hapa kanisani tukihitaji kuandaa ibada hatulazimiki kumchukua mtu kutoka nje. Basi abudu.
Baba yangu uliye mbinguni, naomba nigange moyo. Hivi mgoje. Huu ni wa maombi, si ndio? Tutakuja baadaye tuanze nyimbo, si ndio? Huyu mtu anaimba anataka tibiwe moyo wake. Lakini angalia, mwingine akiimba hivyo, mwingine anasema nilipona huko nyuma, huko. Tatizo ni mtu, tatizo ni nani? Sasa akili zetu zibadilike. Tumwabudu Mungu. Unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana wa mabwana, unastahili Baba, unastahili unastahili Baba, unastahili Yesu, unastahili Baba, unastahili Yesu, unastahili Baba, hakuna kama wewe, unastahili Baba, Mungu unastahili Baba. Ni nani kama wewe? Nani kama wewe? Mungu wangu wewe unastahili Baba. Hebu mwabudu Bwana kwa maneno ya kinywa chako wakati huu. Mungu anastahili kuabudiwa. Mungu anastahili kuabudiwa. Na uombe rehema pale ambapo kuna wakati ibada tumeelekeza kwenye vitu na watu badala ya Mungu. Ibada tumeipeleka kwa watu na vitu badala ya Mungu wa kweli. Kuna wakati mambo tunayofanya kwenye utumishi huu katika safari ya imani tumeyafanya basi tu ili mradi tufanye, lakini tumesahau ya kwamba tuna wajibu mkuu wa kumwabudu Mungu. Ibada halisi na waabuduo halisi Mungu anawahitaji katika kizazi hiki. Bwana wa majeshi, Bwana mwenye nguvu na uweza, mamlaka na mwabudu Mungu. Usiangalie watu, tambua alivyo mwema, alivyo Mungu. Bwana wa majeshi, Bwana Mungu tusaidie tuwe waabudu halisi katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Ninakuomba Bwana, watengeneze waabudu mahali hapa, tufanyike waabudu halisi mahali hapa. My Lord, my God, katika jina la Yesu Kristo. Omba Bwana rehema pale ambapo unagundua kuna wakati umewatukuza wanadamu kuliko Mungu. Kuna wakati umewainua wanadamu kuliko Mungu. Kuna wakati umetukuza hali kuliko Mungu. Kuna wakati umewategemea wanadamu kuliko Mungu. Omba rehema mbele za Bwana. Baba, ninaomba rehema zako. Mungu, naomba kanisa lako uturejeshe katika ibada kwako mwenyewe. Tazama, umeandika neno lako ni kweli. Waabudu halisi watakuabudu wewe Baba na si vinginevyo. Bwana, tunahitaji ibada itoke ndani yetu, ibada katika roho na kweli, ibada katika roho na kweli, tukitoa sadaka, tukiimba, tukitumika, tukifanya kazi yako kwa namna mbalimbali.
ibada katika roho. Wastahili kuabudiwa, wastahili wewe, wastahili. Omba maombi haya pamoja nami. Sema, Mungu Baba, naomba unijalie nijue jinsi nipasavyo kuabudu siku zote za maisha yangu, nami nitakuabudu wewe peke yako. Nitakupenda na kukuheshimu siku zote. Nitakuishia maisha yangu yote. Nitakutukuza maisha yangu yote. Unijalie Bwana niwe chombo cha ibada, nikuabudu wewe peke yako, katika jina la Yesu. Baba, ninakushukuru kwa wema na fadhili zako. Mungu, ninaomba ukawafanya Watanzania kuwa waabudu halisi kwenye makusanyiko mbalimbali. Heshima yako tuitambue kwamba wewe ni Mungu uliyetuumba na zaidi yako hapana mwingine. Unastahili kuabudiwa. Asante kwa neema yako. Naomba unisamehe kwa namna yote ambayo sijakuabudu vile ipasavyo. Kuna wakati nimeangalia wanadamu badala ya wewe Mungu. Naomba unijalie neema yako kuanzia sasa na kuendelea. Unisamehe kabisa, na nitakuabudu wewe katika roho na kweli, katika jina la Yesu. Kama uko mahali hapa hujawahi kumpa Yesu maisha yako, utaona yale mazungumzo ya Msamaria na Yesu. Yesu alitaka kwanza yule apate wokovu, ndio akamfunulia masuala ya usio ufalme wa mbinguni na ibada. Naomba uje hapa kama hujampa Yesu maisha yako. Leo ni siku ya pekee kwako. Uje hapa niombe na wewe. Lakini kama kwenye ibada hii una mapito, unapita kwenye changamoto ya kiafya, naomba pia uje nikuombee uponywe na Yesu yuko hapa. Yesu yuko hapa. Unakuja tu ili nikuone kwamba na amesema wataweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya kwa jina lake. Unaweza ukaja nikuombee. Yesu anaweza kuponya kabisa. Sogea hapa katika jina la Yesu. Baba, ninakuamini kwamba wewe ni mponyaji. Naona Bwana huyu mtoto aliye na mapito kwenye afya yake, ukamguse sasa. Amekuamini kwamba wewe ndiwe mponyaji, na hata hii kuamini tu ni hali ya ibada, kwamba wewe ni zaidi ya madaktari, una nguvu ya kuponya. Ninaomba umponye, awe huru kabisa sasa katika jina la Yesu Kristo. Ninakemea ugonjwa uondoke katika maisha yako, uwe huru kwa jina la Yesu. Baba, ninakuamini wewe ambaye ni mponyaji mkuu. Ninaamini unaweza kumponya huyu sasa hivi katika jina la Yesu Kristo. Pokea uzima. Endelea kuabudu, unastahili kuabudiwa. Yesu anayeponya yuko hapa, nasi tunamwabudu huyo aponyaye. Gusa mwili wa huyu sasa, gusa afya ya huyu sasa. Sasa hivi Bwana awe huru kabisa. Anapotoka ibadani hapa amekuwa mzima kwa jina la Yesu. Bwana, ninakuamini wewe unaponya, wewe unaweza. Achilia nguvu ya uponyaji ndani ya maisha yake sasa, katika mwili huu. Bwana, uzima ukapenya kuanzia sasa na kuendelea kwa jina la Yesu. Wewe ni mponyaji. Pokea sifa kwa uzima huu ambao umeachilia ndani yako. Bwana, ninakuamini katika jina la Yesu. Pokea uzima katika afya yako kwa jina la Yesu mponyaji. Wewe uonekane kuanzia sasa na kuendelea. Bwana, ninaomba achilia nguvu yako ya uponyaji. Wewe ni Mungu, hakuna usiloliweza. Ninakuamini Bwana katika mwili huu. Wewe unadhihirisha, unamponya kabisa katika jina la Yesu. Pokea sasa.
uzima wa kudumu kwa jina la Yesu, na kuweka mikononi mwa Bwana mwenye nguvu na uwezo. Yeye tunayemwabudu ana uwezo wa kuponya. Pokea uzima, afya yako iwe huru kuanzia leo na kuendelea. Bwana akuponye kabisa, uondokane na mateso na uwe huru kabisa kwa jina la Yesu. Bwana ninakuamini, wewe ambaye umekuja ukamponye, una nguvu ya kumponya, una uwezo wa kumponya, una uwezo wa kumponya. Awe huru sasa katika jina la Yesu. Pokea uzima, pokea uhuru, pokea afya, pokea kwa jina la Bwana, pokea kwa jina la Bwana. Uzima uingie ndani yako katika jina la Yesu. Bwana ninaomba kwa ajili ya afya yake, ukamponye na kumlinda siku zote za maisha yake kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Asante Bwana kwa ajili ya uponyaji. Hadi watoto wanakuamini, wewe unaponya. Yesu unatenda. Sifa ni za kwako kuanzia sasa na kuendelea kwa jina la Yesu. Pokea uzima, pokea kwa jina la Yesu. Pokea amani na uhuru wa kweli katika afya yako. Uwe mzima katika jina la Yesu. Uwe mzima katika jina la Yesu. Natangaza amani, natangaza uhuru, natangaza uzima, natangaza uponyaji kuanzia sasa na kuendelea. Pokea, pokea, pokea kwa jina la Yesu. Uwe huru kabisa. Bwana akuponye, Bwana akupe afya, Bwana akupe uzima, Bwana akulinde maisha yako yote katika jina la Yesu. Asante Bwana, ninakuamini Yesu ambaye unaponya, hakuna usiloliweza. Una nguvu, uwezo na mamlaka. Wewe ni Mungu katika jina la Yesu. Asante Jehova, asante Jehova, asante Jehova, asante Bwana. Ninakushukuru Yesu, ninakushukuru Bwana kwa ajili ya uponyaji. Jaa katika mwili huu sasa hivi, uwe mzima, uwe huru kabisa kwa jina la Yesu. Natangaza amani, natangaza uhuru. Yesu anaponya, Yesu anaweza, Yesu anatenda sawa sawa na mapenzi yake. Uwe huru na uwe mzima kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Haleluya. Asante Bwana kwa neema yako ya uponyaji, kwa uwezo wako wa ajabu, kwa nguvu zako za ajabu. Ukamguse Bwana, ukamponye kabisa, awe huru kabisa, umlinde maisha yake kwa jina la Yesu. Uzima, uzima, uzima upenye ndani yako kwa jina la Yesu. Asante Jehova, tunakushukuru Bwana, tunakushukuru Jehova kwa mapenzi yako makamilifu na upendo wako wa ajabu. Sasa Bwana, na wakabidhi watu wako mikononi mwako. Tunapotawanyika mahali hapa katika ibada hii, tunapohitimisha, wewe utaenda na watu wako. Asante maana utawalinda, utawagusa na kuwaponya na kuwahifadhi siku zote za maisha yao, waingiapo na watokapo, wakuone wewe. Baba, asante kwa ajili ya ibada hii. Mikononi mwako na wakabidhi watu wako, nikiomba na kuamini kwa jina la Yesu. Ninaomba pia kwa ajili ya taifa la Tanzania ambalo umeahidi ya kwamba utaliponya sawa sawa na mapenzi yako. Wewe Mungu utakwenda kusimama tunapoendelea kuomba. Wewe utatenda na mapenzi yako makamilifu yatadhihirika Bwana, sawa sawa na yote mema uliyoyakusudia. Katika Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai tumeomba kwa imani na tunakushukuru Bwana. Wote tuseme amen.